Basi imempendeza Mungu injili ya Yesu Kristo. Imempendeza Mungu injili yake Yesu Kristo ibirie mahali hapa. Mungu aliyeziumba mbingu na hata nchi, wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, sifa na utukufu zikuregelee Baba. Asante kwa neno lako mahali hapa, kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amina. Soma kitabu cha Yohana Yohana 3 mstari wake ni wa 19. Yohana 3 mstari wake ni wa 19. Mungu anasema hivi kwa maandiko yake matakatifu. Hii ndio hukumu kwamba nuru imekuja ulimwenguni. Nuru imekuja ulimwenguni. Mungu anasema hii ndio hukumu. Hukumu ni nini? Nuru imekuja ulimwenguni. Nao watu, nuru imekuja, lakini nao watu wakapenda giza. Watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao ni maovu. Mungu anasema nuru imekuja ulimwenguni. Ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni mimi. Nuru ni Yesu Kristo. Yesu anasema yeye ni nuru ya ulimwengu. Ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni mimi, ulimwengu ni moyo wako, ulimwengu ni moyo wangu. Nuru ni Yesu Kristo. Lakini kuna kitu inafanya hadhari nayo. Mungu anasema nao watu wakapenda giza. Watu wakapenda giza. Yesu ameletwa, watu hawamtaki Yesu. Mungu anasema wanataka giza. Unajua inamaanisha nini? Inamaanisha wapenda dhambi. Ni kelele iko hapa mpaka kesho, tutaizoea. Watu wanapenda dhambi. Mungu ameleta Yesu Kristo, lakini watu hawamtaki Yesu. Watu wanamtaka mrasha. Wanawake wanamtaka mrasha. Wanawake wanataka malaya wa kizungu aliyetoka Russia. Mungu ameleta Yesu. Umtaki Yesu, mrasha anakuja. Usicheke sana, mrasha angekuwa mwanamke, wewe mwanaume ungekuwa pia uko na ukimwi sasa. Mungu akiandika huwa anajua. Hawezi kuwa na akili zaidi ya Mungu. Siwezi kuwa na akili, hawezi kuwa na akili zaidi ya Mungu. Mungu anasema amemtoa Yesu, watu hamtaki Yesu. Wamtaka nani? Mrasha anakuja. Mrasha atakuja. Wa kike hayuko mbali, wa kiume amekuja. Mwanamke mmoja ametolewa ndani ya kanisa. Nani? Mwanamke ametolewa ndani ya kanisa. Haimaanishi kanisa ni mbaya. Watu wanaingia kanisani, lakini ndani ya mioyo yao hawana Yesu Kristo. Hawana uhusiano, personal relationship na Kristo. Watu hawana uhusiano. Waimba kwaya na uko na wavulana unalala nao, wasifu mbele ya Mungu, wahubiri neno, lakini maisha yako ya nyuma ni machafu na unaendelea nayo, una compromise. Hawezi ishi double life. Yatakufikia. Mungu anasema Yohana 3 mstari wa 19. Hii ndio hukumu kwamba nuru imekuja ulimwenguni. Nuru ni Yesu Kristo. Na kwenda kwa Yesu Kristo lazima utubu dhambi. Yesu akianza kuhubiri injili, neno la kwanza alitumia ni tubu. Mathayo 4 mstari wa 17. Mathayo 4 mstari wa 17. Nuru ilipoingia ulimwenguni, Yesu alipoingia ulimwenguni, alimwambia mwanadamu atubu. Tokea wakati huo, Mathayo 4:17, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia.
Uko tayari kugeuka kutoka kwa dhambi zako? Uko tayari kugeuka kutoka kwa dhambi zako? Watu wanapenda dhambi. Wataka ulewe, wataka ule mugoka, wataka utukane, wataka usini, wataka uangalie pornografia. Hautaki kutubu dhambi, wataka uende kwa waganga. Mrasha akija, hauna Yesu Kristo, hauna Mungu, maisha yako ni machafu, unajipeana kwa mrasha. Watu wanaabudu pesa. Nani wewe? Imekuwa wazi. Wanaume usifikiri uko mahali pazuri. Angekuwa mwanamke wa kirasha, malaya wa kirasha mwanamke, aje kwako akutongoza na uko na pesa, bibi yako ungemsahau. Usijione uko mahali pazuri, au uko mahali pazuri. Mpaka Yesu aumwe ndani yako na uendelee kukaa kwa neno, uko mahali salama. Usione usione wale wanawake useme wako easy. Mrasha kijana, mrasha aje hapa Likoni nzima atakuwa na ukimwi. Waje wa kike na wa kiume. Kwa nini? Watu wanapenda giza. Maandiko yanasema watu wanapenda giza, wamekata nuru. Wataka kuishi maisha yako machafu vile vile. Wataka uendelee kuzini kama kawaida. Wataka uvute bangi kama kawaida. Maisha gani? Badilika. Kijana una mapepo, tutayatoa. Mungu anataka ubadilike. Majaribu yanakuja. Na kama hujasimama mahali, utapita tu, utaanguka. Watu wengi wanaongea hapa leo, lakini hawajui nini kinawangoja. Ni afadhali upate uhusiano na Mungu wako sahihi. Haujui nini inakuja next. Hawa wanawake hawakujua kama kuna mrasha anakuja kwa maisha yao. Wangekuwa kwa imani, watubu dhambi, waingie kwa Kristo, waishi maisha masafi, Yesu aliye ndani yao angewazuia. Yesu ndo anazuia mwanadamu asizini. Yesu Kristo. Hakuna mchungaji yuko kiroho anaweza shinda majaribu kama ana Yesu Kristo. Yesu ndo anatutia nguvu tuyashinde. Yesu ndo speed governor. Yesu alishinda dhambi. Yesu alishinda mauti. Yesu alishinda kuzimu. Yesu alishinda na kaka mkono wa kume wa Mungu. Huyo ndio unamhitaji na utashinda kama uko naye. Kama una Yesu Kristo, wewe umekufa hata kama unaishi. Unakufa kwa sababu gani? Wenye dhambi mbele za Mungu ni wafu. Waefeso 2 mstari wa kwanza. Waefeso 2 mstari wa kwanza. Ni Biblia. Kama uko na Biblia unaweza angalia. Waefeso 2 mstari wa kwanza. Waefeso 2 mstari wa kwanza, Mungu anasema, nyinyi mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu. Nyinyi mlikuwa wafu katika dhambi na makosa yenu. Mtu kama ana Kristo amekufa kwa dhambi. Hata kama anatembea amekufa huyo kiroho. Kwa nini? Dhambi ikiwa ndani ya moyo wako, ukifa waingia kwa mahali ambayo inaitwa ziwa la moto. Ufunuo 21:8. Ziwa la moto ni second death, yani ni mauti ya pili. Chote ambaye anatembea na dhambi kwa moyo wake amekufa. Kwa nini? Akifa kwa dhambi hiyo ataingia kwa ziwa la moto. Tubu dhambi kwa kusikiri na kuacha kwa uwezo wa Mungu. Kama umekuwa wewe kanisani, anza kwenda kanisani. Hauna Biblia, tafuta Biblia. Uko na simu kama hii, download. Anza kusoma. Anza kuomba. Ansia mahali. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Mungu alimtoa mwanawe wa kipekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu alitolewa. Mungu anakuita utubu, uamini kazi na damu ya Yesu Kristo pale Golgotha. Mungu anakuita ukiri dhambi zako, uachane nazo na umwamini Yesu Kristo. Uwe na ushirika na uhusiano na Yesu Kristo. Hakuna shortcut. Lazima kwa imani tupelekwe msalabani.
lazima tupelekwe msalabani. Lazima dhambi ihukumiwe kwa mwili wa Yesu Kristo, ama ihukumiwe kwa nafsi yako milele jehanamu. Hakuna shortcut. Kiri dhambi, kuachana nayo, mwamini Kristo, ishi maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Mungu anakuambia ujichagulie Yesu Kristo ama mrasia. Utajichagulia Yesu Kristo ama ibilisi. Utajichagulia kuishi maisha matakatifu ama zina. Mungu anataka toba. Ikimbie zina, ikimbie dhambi kwa kutubu na kumwamini Yesu Kristo. Weka maisha yako chini kwa ajili ya Yesu Kristo. Kiri maovu, wachana nayo. Haujaoa, nenda uolewe. Hujaoa, nenda uoe. Historia ya mrasia itakuharibu. Itakuharibu. Mungu akae na watu wenye zina. Waipenda zina, Mungu atakuteketeza milele, na si moyo wake. Si moyo wa Mungu akuteketeza. Mungu anataka toba.